Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na tunamshukuru Mungu leo siku ya pili ya mfungo wetu ambao tunaenda nao kwa siku 7, na leo tutaenda kumwomba Mungu atupe nguvu mpya. Tunaona kabisa ya kwamba tunahitaji nguvu mpya kila siku itwapo leo. Tunahitaji nguvu mpya kila siku itwapo leo, kwa sababu kila siku tunakutana na matukio ambayo yanahitaji nguvu za rohoni ziweze kuyafanya yale matukio yasiwe na nguvu ya madhara ndani ya maisha yetu. Yani shetani kila siku anaachilia vitu katika ulimwengu wa roho vina nguvu ya uharibifu, ambavyo vinatakiwa vije vikutane na nguvu tulio nayo ndani yetu, ili shetani asipate nafasi wala asitushinde. Na ndio maana tunaona tu katika ulimwengu wa roho Mungu alitoa msisitizo sana kwa wale wanafunzi wake, akawaambia msitoke Yerusalemu hata mpate nguvu. Anaelezea kwa habari ya nguvu. Kwa nini anawapa msisitizo wasitoke Yerusalemu? Kwa nini anawapa msisitizo wasitoke Yerusalemu? Wacha tusome kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 1 na ule mstari, tuanzie tu wa 1. Biblia inasema kitabu kile cha 1 na likiandika Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kuyafanya na kuwafundisha hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowaridhia nafsi zao kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akitokea muda wa siku 40 na kunena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatiza katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakasema, je, Bwana, wakati huu ndipo utakaporudisha Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira, wala majira Baba aliyowawekea katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Tunaona anawasisitiza wasitoke Yerusalemu. Anawaambia lazima mwe mna nguvu za Mungu ndani, msitoke Yerusalemu. Walishapewa maelekezo, wakitoka waende wakafanya nini, wakishatoka wataenda wapi. Alishawapa maelekezo, aliwapa ndani yao ile shauku kwa Kiingereza tunasema zeal. Aliwapa shauku, zeal, ya kuweza kuondoka na kwenda kufanya kazi sasa na vile alivyoachilia ndani ya mioyo yao. Lakini aliwasisitiza wasiondoke Yerusalemu mpaka wapokee nguvu. Halafu akasema watapokea nguvu akisha kuajilia juu yao Roho Mtakatifu. Sasa tunapoenda kuomba nguvu katika ulimwengu wa roho, ndio inayotuwezesha sisi kufanya mambo yote. Tunahitaji nguvu. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 40, Isaya sura ya 40 na ule mstari wa 31, Isaya 40 mstari wa 31, anasema hivi, bali Isaya sura ya 40 Isaya 40 sura ya 31 anasema hivi, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Anaongea kwa habari ya nguvu mpya, kwamba wale watakuwa mngojao Bwana watapata nguvu mpya.
kuna namna ambapo tunaona nguvu mpya inaachilia uhodari katika roho, inaachilia uhodari katika roho. Na unapokosa nguvu katika roho, unapoteza uhodari ambao Mungu ameuelezea kwa habari ya uhodari, kama vile maelekezo tukisoma katika kile kitabu cha Waefeso sura ya 6 na ule mstari wa 10. Anasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kuna namna ambapo tunahitaji kuwa hodari kwa ile uweza wa nguvu zake. Tunahitaji kupokea nguvu ili tuwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kwa maana gani? Kuna namna ambapo adui anatumia nguvu kubwa sana kufanya mambo yake. Yani adui anatumia nguvu kubwa mno kwenye kutuataki, kwenye kutuvamia, anatumia nguvu kubwa mno. Kila siku anaenda kuongeza nguvu. Kama umeshawahi sikia wale wachawi wanasema tunaenda kuongeza nguvu, huwa wanaondoka usiku, wanabeba sadaka, wanaenda kuongeza nguvu. Wanaongeza nguvu za nini? Hawa waganga wa kienyeji, wachawi, wanaongeza nguvu za nini? Yule anayekuloga anaenda kuongeza nguvu, anaongeza nguvu za nini? Anaongeza nguvu kwa sababu na wewe umekuwa na nguvu. Ukiwa hauna nguvu, hana haja ya kwenda kuongeza nguvu. Kwa hiyo kama wao wanavyoenda kuongeza nguvu, hata sisi huwa tunaongeza nguvu kwa Mungu wetu. Tunaenda kwa sababu yeye Mungu ndio source of power, ndio chanzo cha nguvu yetu. Kwa lazima twende tuongeze nguvu kwa Mungu wetu. Kwa maana tunahitaji kutiwa nguvu kila siku itopo leo. Tunahitaji kutembea katika nguvu katika kila jambo tunalolifanya. Lazima tupate nguvu za rohoni, kama Mungu alivyositiza wanafunzi wake wasitoke Yerusalemu mpaka wapokee nguvu. Kwa hiyo ni lazima kuwa na nguvu za rohoni katika kila jambo unalotaka kulifanya. Lazima nguvu iwepo. Ukitaka kuomba lazima uwe na nguvu. Usiseme kwamba mimi mwenyewe siwezi kuamka usiku, usingizi unanizidia. Hapana, ni nguvu. Ukiwa na nguvu, usingizi hauwezi kuzidia. Kwa sababu usingizi na wenyewe una nguvu. Alafu na wewe ili kuamka unahitaji nguvu ishindayo nguvu ya usingizi. Unahitaji nguvu. Na ndio maana ukakuta Mungu anasema hivi, anawaambia wana wa Israeli, mtakapofika katika ile nchi ambayo inamiminika maziwa na asali, mtakapofika kule mtakula, mtashiba, mtakunywa, mtajenga, mtafua na mifugo yenu. Anasema mkifika kule msije mkasema ni kwa akili zetu ama ni kwa uwezo wetu tumepata haya yote. Bali mkumbukeni Bwana Mungu wenu aliowatoa katika nchi ya Misri, akawavusha katika lile jangwa. Akasema yeye aliowaokoa na nyoka wa shaba, yeye aliowalinda katika jangwa. Akasema mkumbukeni yeye, kwa maana yeye ndio aliyowapa nguvu ya kupata utajiri. Sasa mtu anaweza kadhani ya kwamba utajiri ni kitu cha mwilini. Utajiri ni kitu cha rohoni. Unatakiwa kupata nguvu za kupata utajiri. Ukishakuwa na nguvu za kupata utajiri katika ulimwengu wa roho, utajiona kila unachokifanya kinafanikiwa kwa sababu ya ile nguvu ya ndani ya kuleta utajiri. Utakuja kusoma katika maandiko, utakuta Mungu anaeleza kwa habari ya nguvu, jinsi anavyotenda kazi ndani yetu. Lazima tuwe tuna nguvu za ndani, kwa sababu pasipo nguvu ya ndani Mungu hawezi kufanya chochote kwetu. Ukisoma katika kitabu cha Efeso sura ya 3 mstari wa 20, anasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo ama tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa Mungu akija anafanya kazi si kwa kadri ya nguvu zake. Mungu hafanyi kazi kwa kadri ya nguvu zake ndani yetu. Tukisoma maandiko anasema atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tuombayo ama tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe tuna nguvu ndani. Yeye akija anatenda sawa sawa na ile nguvu yake iliyo ndani yetu. Akifika anachungulia nguvu iliyo ndani yako. Nguvu iliyo ndani yako ni ipi?
anaangalia 5%, okay, anatenda kwa kadri ya nguvu, anaachilia nguvu yake kwa kadri ya nguvu aliyoikuta ndani yako, ile nguvu yake aliyoikuta ndani yako. Akija anakuangalia wewe unaitwa nani kwa jina lako, unaweza kulitaja hapo. Atakapokuja kutaka kufanya jambo lolote kwako, hajalishi maombi umegalagala kwa namna gani, anakuja anaangalia nguvu yake. Mungu anaiangalia kwako ipo 20% ngapi? 20. Anauliza, hivi 20% anatakiwa kupata nini? Unapewa vitu vinavyotokana na nguvu yako kwa 20%. Kwa unapoendelea kuongeza nguvu, unaendelea unapata 50%. Unapokea kwa kadri ya nguvu Mungu anayoiona nguvu yake kwako. Kwa hiyo Biblia inaeleza dhahiri kwamba ni umuhimu kuwa na nguvu za Mungu kabla ya kufanya jambo lolote. Kwa sababu hata mitume angeza kwenda kupigwa wanakoenda kufanya kazi. Kwa sababu kama hawana nguvu za Mungu, inamaanisha Mungu ulinzi juu yao ni kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yao. Kwa wakifika angeona wanataka kuvamiwa pasipo kuwa na nguvu, ambia tulieni kwanza, mvikwe nguvu kwanza. Mpate neema ya kuvikwa nguvu, ili mtakapoenda kutaka kufanya jambo lolote, mimi nitakuja kwa kanuni, kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yenu ndio nitafanya. Kwa ni lazima mimi mwenyewe, kwa kuwa nimewatuma, niachilie nguvu zangu kwenu, ili nikija nitimize kanuni ya kufanya kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yenu. Kwa nikitaka kufanya kazi na ninyi mitume kwa 100%, mimi Mungu nitaweka nguvu zangu ndani yenu mitume kwa 100%, ili nikija nikiona ile 100% kwenu iniwezeshe kufanya kazi na nyinyi kwa 100% kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yenu. Kwa unakuta watu wanaposema mngojao Bwana watapata nguvu mpya, kwa sababu hakuna namna Mungu ataweza kufanya pasipo hawezi akaenda kinyume na kanuni. Akifika anachungulia nguvu. Na ndio maana aliwaambia wana wa Israeli, nitawapa nguvu za kupata utajiri. Mtakapofika kwenye hiyo nchi, nitawapa ninyi nguvu ya kupata utajiri. Tunahitaji nguvu. Utanielewa ni kwa namna gani tunahitaji nguvu za rohoni, ili kuweza kuvuta vitu vya mwilini. Vitu vya mwilini vinaanzia rohoni. Akasema, mpenzi Gayo, na ufanikiwe na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Ile nguvu ya ndani inapozidi kuwa kubwa inaleta mafanikio mwilini. Kwa hiyo ni lazima twende tukatafute nguvu za rohoni, ili tuweze kupata mafanikio ya mwilini ambayo kila mmoja anayatamani. Hata mimi nayatamani, na wewe unayatamani. Hakuna ambaye hapendi kufanikiwa. Kama haupendi kufanikiwa, then una shida nyingine. Lakini kama unataka kufanikiwa kama mimi nipendavyo kufanikiwa, kama na mwingine anayenisikia na wewe unayenisikia upendavyo kufanikiwa, huwezi kimbia kuzitafuta nguvu za Mungu. Huwezi. Lazima uwe na nguvu za kupata mafanikio. Lazima uwe na nguvu za Mungu za kukuletea unachokitaka. Unaomba nini? Unachokiomba, angalia ukubwa wa unachokiomba kinafanana na ukubwa wa nguvu inayotenda kazi ndani yako. Ni swali la kujiuliza hilo. Unaomba nini? Kuna mtu mwingine anaomba kitu kikubwa lakini hajafunga, mpaka hivi ninavyokuambia hajafunga. Kuna mtu mwingine ana maplani mengi kweli lakini hatoi sadaka. Vitu ambavyo vinaachilia nguvu havigusi. Na shetani kwa kuwa anajua, anamwacha aombe. Wewe anajua huyu hata akiomba kigalagala, huyu mwishoni huyu atoe sadaka, mwacha aombe, kwa sababu hamna nguvu. Anamwacha huyu anaomba mambo makubwa lakini hafungi, mwacha aombe. Yaani shetani hana shida, anazijua kanuni. Huyu hapa, huyu afungagi, huyu yeye kila siku anawaza kula tu. Hafungi, atajitetea hiki, atajitetea kile. Hafungi. Ukimuuliza anachojitetea, siku nyingine anatingwa na majukumu yake hata hali. Jioni ndo anakuja kula. Lakini siku ya mfungo atajitetea tu kwamba mimi wanakuaga sui na vitu gani. Anasema siwezi kufunga. Shetani anajua, ni drama za shetani anazichezesha kwa watu ili wasifunge. Wakifunga watapata nguvu. Wakipata nguvu mpya wataning'oa. Shetani anajaza tu, wataning'oa kwenye maisha yao hawa. Ili wasipate nguvu mpya, wacha ni waache waendelee tu kusikiliza ibada, na mwishoni ni wadanganya wasitoe sadaka. Wacha tu waendelee kusikiliza ibada, lakini ni washawishi wasifunge. Wacha ni waache tu waendelee kusikiliza ibada, lakini nitawapiga loki wasisome neno. Yani unajikuta tu mtu anatembea nje ya utaratibu.
Kwa sababu shetani anajua akikuacha utembee kwenye utaratibu wewe, utapata nguvu za kumngoa. Kwa hiyo ni lazima ajipange. Kwa hiyo ni lazima uelewe ya kwamba unapokaa katika ulimwengu wa roho, lazima uwe na nguvu za rohoni, za hata kumjua shetani. Yani shetani ili uweze kumgundua ni lazima uwe na nguvu. Uwe na nguvu. Siku moja kuna mchungaji aliniuliza, nilivyokuwa nafanya kazi pale, alinialika kwake huko. Akaniuliza, wewe unajuaje? Akaniuliza, wewe unajuaje kwamba huyu mtu ana mchawi? Alafu namwambia wewe mchawi, na anasema ni ukweli. Sasa unajuaje? Wewe unajuaje hapo? Unajuaje? Akataka kuelewa, na akawa anaeleza, anataka kujua mambo mengi tu kutokana yale mambo makubwa yaliyofanyika mahali pale. Anataka kujua tu kwa sababu wakati nafanya yale mambo yalikimbia. Alivyorudi akakuta watu wote wamefunguliwa. Akasema nataka kujua tu. Lakini hivyo kwa nikimpa maelekezo, ni kama ndani yake inabidi ajigharimu sana ili kupata nguvu. Nilivyomueleza maisha yangu vile ninavyoyapeleka, akasema basi bwana, tukiwa tuna shida tena tutakualika, lakini mimi kwa kweli bado sijafika huko. Swala sio kufika huko. Kila kitu kina gharama. Yani ukitaka vitu vizuri vina gharama, wewe unaelewa. Hata wewe mwenyewe ukitaka kwenda kununua nguo nzuri ina gharama, isiyo nzuri haina gharama. Nilipomueleza namna ya kulipa gharama, alisema basi siwezi mimi kulipa gharama. Lazima ulipe gharama upate nguvu za rohoni. Lazima kuna namna umeamua kujisacrifice. Sacrifice inaleta nguvu, na ndio maana hata wale wanaoenda kuongeza nguvu huwa wanabeba sadaka. Sadaka inaenda kufanya mtu huyu apate nguvu mpya za uharibifu. Anaenda kupata sadaka, anataka nguvu mpya za uharibifu. Kuna binti moja alinunulia nguo. Alivyonunulia nguo ile tu nimevaa ile nguo yake, nguvu za giza zilianza kupata shida sana. Zikapiga kelele, kwa nini umevaa? Zikawa zinamtesa yule binti. Yani chanzo, kwa nini umeachilia nguo? Yule mtumishi akivaa sisi huku tunaumia, akivaa tunateseka, hata hivi tunateseka kwa ajili anaitumia ile nguvu. Kwa hiyo ile nguo, kwa hiyo walichokifanya nini? Wiki iliyofuatia wakasema sasa tuko salama. Kwa nini? Akasema tumeenda kuongeza nguvu, ili ukivaa nguo yako, huyu aliyetoa huyu, kwa sababu hana nguvu, aliishia tu kukupa hiyo nguo akaondoka. Sasa hizi tuko salama. Nikaambia okay. Nikamshika yule binti, nikamwekea mikono tena, nikamwambia pokea nguvu zaidi. Wakapiga kelele akisema, ona umeharibu sadaka zetu tena, lakini tutaenda kuongeza tena. Wakaondoka. Sasa nilikuwa najaribu kuonyesha wale watu ambao walikuwepo pale namna ambapo kuna chanzo cha nguvu, kwamba yeye alitoa sadaka kunipa nivae, ni chanzo cha nguvu zake, lakini haikupasa ishia hapo, kwa sababu mapepo na yenyewe yanaenda kuongeza nguvu. Kwa hiyo ilibidi na yeye aendelee kufanya mambo mengine, licha kwamba amenipa ile zawadi, aendelee kuomba, aendelee kutafuta uso wa Bwana. Yani swala la nguvu za Mungu ni lazima kiwe ni kitu ambacho kinaongezwa kama mapepo yanavyoongeza nguvu, na sisi tunapitakiwa tuongeze nguvu. Na leo ni siku ya kwenda kuongeza nguvu za Mungu. Nataka tuende mbele za Bwana, tukajiweke wakfu kwa ajili ya mfungo wetu wa leo, tukapokee nguvu za Mungu. Tutaendelea kupata mafundisho mbalimbali, lakini tutaendelea kuwa na maombi mbalimbali siku nzima, ili tupate nguvu za rohoni, tupate kumshinda adui. Tuende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya neema kubwa uliyoachilia ndani ya maisha yetu. Watoto wako hawa ambao Mungu aliye hai uwapo katika neema hii ya kutembea katika mfungo, wanalisikia neno lako kwa utu wa ndani. Ninaomba kila mmoja ukampe nguvu. Wapo ambao wanataka nguvu ya kuacha dhambi, wapo wanaotaka nguvu ya kupata utajiri, wapo wanaotaka nguvu ya kupata mwenza wao, wapo wanaotaka nguvu ya mabadiliko ndani ya maisha yao. Mungu aliye hai, kwa kila jambo tunaona kabisa kwamba ipo nguvu inayotakiwa ndani ya mtu aweze kuvuka mahali anapotaka. Roho Bwana, ninaomba ukaachilie nguvu zako siku ya leo. Kila atakayelitia jina lako ukampe neema ya kuwa na nguvu mpya kwenye kona ambaye anateseka, kona ambaye ameshikiliwa. Bwana, mpe nguvu mpya kwa jina la Yesu. Ninaomba rehema na neema zako ziachilie nguvu mpya kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana wako
kondoo. Mpe nguvu mpya mtoto wako huyu kwa kadri ya haja moyo wake, uhitaji wake. Ukampe nguvu akatembea kwenye hiyo nguvu hata aweze kufika kwenye ile kusudi ulilomkusudia Jehova, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa rehema na neema. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi tutaendelea kufanya haya maombi, na unaweza ukashika sadaka yako njema kwa Bwana ukaiachilia kwa ajili ya kupata nguvu mpya. Ukaiachilia hiyo sadaka kwa Bwana, utaiachilia kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.